السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، ndugu wapenzi watazamaji ambao imekuwa ni ada yenu kutufuatilia kupitia chaneli yetu pendwa Abu Jadawi Online TV. Awali ya yote, shukurani zote zinamstahiki Allah Jalla Jalalu. Pia rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunakutana kwa mara nyingine katika kipindi kikielezea mambo yanayotaalaki na afya. Na hii tukifahamu kwamba afya ni jambo muhimu kweli. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatufundisha kwa kusema, idha sa'altumullaha fas'aluhu al-afia. Munapotaka kumuomba Allah basi muombeni afya. Na katika maelezo yake mengine mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ni'matani maghbunu fihima kathiru minan nas. Neema mbili wamenyimwa watu wengi. Alipozitaja mtume sallallahu alaihi wasallam hizi neema mbili walizonyimwa watu wengi, akasema as-sihhatu wal faragh. Watu wengi wamenyimwa afya na wengi wamenyimwa fursa. Hivyo basi afya ni jambo muhimu kweli. Lakini katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia afya ya uzazi kwa mwanamume. Na hii itakuwa ni namba 2, kwa sababu namba 1 tulizungumzia kadhalika afya ya uzazi kwa mwanamume, na tukatoa solution ni kupata hii dawa inayoitwa The Strength of Lion, ikiwa na maana ya nguvu ya simba. Na tuliahidi katika sehemu yetu ya pili tutaelezea nini kumeingia katika hii dawa ya The Strength of Lion mpaka ikawa inafanya kazi tulioeleza katika sehemu ya kwanza. Ndugu mtazamaji, kitu cha kwanza ambacho kimeingia kwenye dawa yetu hii ni dawa inayoitwa muoroworo. Muoroworo umeingia katika The Strength of Lion, nguvu ya simba. Dawa hii peke yake, kabla ya kuungana na dawa nyingine, cha kwanza kabisa tukawi uruqan nasli. Ina uwezo mkubwa wa kuimarisha mishipa ya uume. Yani inafanya kazi kama lilivyo jina lake, muoroworo. Tukawi uruqan nasli, inakwenda kuimarisha mishipa ya uume na kumfanya mwanamume awe na performance nzuri ya tendo la ndoa. Lakini ndiyo dawa ambayo inatunisha ile mishipa ya uume na kumuondoshea mwanamume ile hali ya kibamia. Kwa hiyo dawa hii inaitwa muoroworo, na yenyewe imeingia katika dawa yetu ya The Strength of Lion, ikiwa na maana ya nguvu ya simba. Lakini dawa hii haijafupizika katika kushughulikia kitu kimoja tu, bali muoroworo inashughulikia vitu vingi ambavyo vinanasibiana na mwanamume. Kazi yake ya pili, inamfanya mwanamume achelewe kufika kileleni. Kwa sababu kuna baadhi ya wanamume wana tatizo sugu la kuwahi kufika kileleni, kiasi kwamba anashindwa kumridhisha mkewe. Na tunaambiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwanamke amempa 99% za matamanio, ambapo mwanamume amepewa 1% tu. Lakini pamoja na kwamba mwanamume amepewa 1% ya matamanio, anatakiwa amridhishe mwanamke kwa kumuondoshea 99% za matamanio.
Watafiti walipofanya utafiti wakasema raundi moja ya mwanamume, mwanamke anatakiwa aende raundi 5. Sasa ikiwa wewe mwanamume una tatizo la kuwahi kufika kileleni, huwezi kumridhisha mkeo. Na kama mke si mcha Mungu, lazima atachepuka. Ndio maana kwenye dawa yetu ya nguvu ya simba tukaweka hii dawa inayoitwa muoroworo, kumfanya mwanamume asiwahi kufika kileleni ili aweze kumridhisha mwenza. Na tunapozungumza kwamba mwanamke ameumbwa kwa 99% za matamanio, si maneno yetu sisi, bali ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema fudhilatil mar'atu 'ala ar-rajuli bi 99 juz'a min al-ladha. Mwanamke amepewa 99% za matamanio akamzidi mwanamume, walakinna Allaha alqa alayhinna al-haya. Lakini kinachowasaidia kina mama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba katika maumbile ya haya, wana aibu. Lau kama usingepewa haya, wao ndio wangelikuwa kiwabaka wanamume. Kwa hiyo katika dawa yetu ya nguvu ya simba, muoroworo umo na unafanya kazi ya kumzuia mwanamume kufika haraka kileleni ili aweze kumridhisha mwenzake. Lakini kazi nyingine ya muoroworo, inampa nguvu mwanamume ya kulirudia tendo. Anakuwa na uwezo wa kurudia tendo mara 2 au mara 3 au mara 4 na kuendelea, inategemea na ukakamavu wa mwili wa mwanamume mwenyewe. Manake hali inaweza ikawa inataka uendelee, lakini mwili wako ukawa si mkakamavu. Kwa hiyo inampa nguvu mwanamume ya kulirejea tendo mara 2 mara 3 na kuendelea. Lakini kazi nyingine, kuna mtu mwingine akimaliza tendo ile raundi ya kwanza raundi nyingine inamchukua muda. Sasa dawa hii ya muoroworo inaongeza appetite ya kuanza raundi nyingine kwa haraka. Lakini pia inaweza kumuondolea wasiwasi mwanamume wakati wa tendo la ndoa. Kwa nini inaondosha wasiwasi? Kwa sababu unakuwa ni mtu ambaye unahisi, una matamanio, hisia ziko karibu, una nguvu ya ajabu, kwa hiyo wasiwasi hauwezi kuwepo. Lakini inakuondolea uoga wewe wakati wa tendo la jimai, inakutengenezea ile hali ya kujiamini. Hiyo ni kazi ya dawa inayoitwa muoroworo, ambayo imeingia katika dawa yetu hii The Strength of Lion, ikiwa na maana ya nguvu ya simba. Lakini ndani pia tumeweka kitu kinachoitwa musallaji. Hii ni dawa hii inaitwa musallaji. Kazi ya hii dawa ni kuongeza mafuta. Lakini pia inaongeza vitamini za kutosha. Inazalisha hormone kwa wingi. Hormone ambazo tusaidu jidda fi fi'li al-jinsiyyi. Zina uwezo wa kumsaidia sana mwanamume katika tendo la kijinsia. Ndiyo kazi ya musallaji. Musallaji imeingia kwenye dawa yetu inayoitwa The Strength of Lion. Lakini dawa ya tatu ambayo imeingia kwenye dawa yetu ya nguvu ya simba ni mdalasini wa China. Kuna mdalasini wa India, lakini pia kuna mdalasini wa China. Kwa nini mdalasini umeingia kwenye dawa yetu ya nguvu ya simba? Kwanza, mdalasini ni malighafi inayoondosha gesi tumboni, lakini inazuia miungurumo ya tumbo na inawasaidia wale wenye matatizo ya ulcers. Kama tulivyoeleza katika sehemu yetu ya kwanza ya kwamba miongoni mwa mambo yanayoweza kumharibia mwanamume performance ya tendo la ndoa ni kuwa na maradhi ya ulcers. Kwa hiyo tumelizingatia hilo, na ndio maana mdalasini wa China umeingia katika dawa yetu ya nguvu ya simba. Lakini mdalasini wa China ukitumika vizuri unaweza kushughulikia maradhi ya moyo. Miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kumfanya mwanamume kufeli katika performance ya tendo la ndoa, moyo ukiwa na matatizo. Lakini pia mdalasini wa China ukitumika vizuri unasaidia kuondosha matatizo ya figo, lakini unakwenda kutengeneza digestion system, mmeng'enyo wa chakula. Tumbo linapokuwa si zuri, linapokuwa lina matatizo, lazima mwanamume pia anakosa hisia za tendo la ndoa na anakosa performance nzuri
ya tendo la ndoa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza kwamba tumbo ndio mama wa maradhi. Kwa hiyo hata yale maradhi ya kufeli katika tendo la ndoa yanaweza pia kawa nasababishwa na tumbo. Ndio maana katika dawa yetu ya nguvu ya simba tukaliona hilo, tukalijua hilo, na tukafanya utafiti tukagundua mdalasini wa China utaondoa gesi, utaondoa mungurumo wa tumbo, utasaidia maradhi ya ulcers, utaweka moyo kuwa sawa sawa, lakini pia unakwenda kutengeneza digestion system. Lakini dawa nyingine ambayo imeingia kwenye The Strength of Lion ni dawa inayoitwa Musallas. Nilotangulia kuisema ni musallaji, lakini hii inaitwa Musallas. Kazi ya Musallasi ni kutuliza akili. Yaani kama vile inamliwaza mwanamume, inaondosha stress kwa mwanamume. Na akili inapotumia kwa utafiti, akili ikitulia tu basi hisia zinakuja kwa wingi. Na hisia zinapokuja kwa wingi ndipo pale control box ya mwanamume inapofanya kazi vizuri. Na control box ikifanya kazi vizuri, moyo nao unachangamka, unasukuma damu kwenda katika maeneo tofauti tofauti ya mwili kwa ujazo unaotakiwa, yani kwa kiwango kinachotakiwa. Na moyo unaposukuma damu kwa kiwango kinachotakiwa, miongoni mwa maeneo ambayo damu inatakiwa kufika ni kwenye uume. Damu ikiwa inafika kwenye uume kwa kiwango kidogo, inapungua, mwanamume lazima awe ana hisia zinazokuja na kupotea. Basi hata uume ukisimama, unasimama hali ya kuwa ni legelege kwa sababu damu haifiki huko. Na ndio maana tukalijua hilo, tukaweka hii Musallasi ili kurekebisha moyo na kufanya utulie na uweze kusukuma damu kwenda katika maeneo tofauti tofauti ya mwili. Lakini pia tumeweka kwenye dawa yetu nguvu ya simba Habbatu Sauda, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia Habbatu Sauda shifau likulli dai. Habbatu Sauda ni dawa ya kila ugonjwa isipokuwa tu kifo na uzee. Mtume sallallahu akavua hivyo vitu viwili. Kwa hiyo Habbatu Sauda ni miongoni mwa dawa ambazo ni mudhadatu lilhayawi, ni mfano wa zile dawa ambazo ni antibiotic. Kazi ya Habbatu Sauda ni nyingi sana, lakini miongoni mwa kazi zake huwa inaongeza CD4, lakini pia huwa inazalisha yale manii kwa wingi, zile sperms zinazalishwa kwa wingi, na hata zinapotoka huwa zinatoka kwa spidi kali sana, spidi ambayo wataalamu wanaita ni supersonic speed. Na ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba yatoke hivyo. Ndio maana akasema falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Hebu atazame mwanadamu ameumbwa kutokana na nini? Ameumbwa kutokana na maji yanayotoka kwa kasi. Kwa hiyo ukimwona mwanamume yale maji yanatoka hali ya kuwa ni legelege, yanachilizika tu hivi, huyu lazima akose performance ya tendo la ndoa. Lazima atakuwa na upungufu wa nguvu za kiume. Tukalijua hilo, na ndio maana katika dawa yetu ya nguvu ya simba tukaweka Habbatu Sauda. Ni dawa mujarabu kweli kweli kuondosha tatizo kwa mwanamume la kufeli katika tendo la ndoa. Lakini pia ndani yake tumeweka hiliki. Hiliki unaweza ukashangaa, hiliki nayo tumezoea kuinywa kwenye chai au katika juisi inawekewa hiliki, tena inakuwaje imeingia kwenye nguvu ya simba. Hiliki inafanya kazi kuongeza joto kwenye mwili. Mwanamume yoyote ambaye ana upungufu wa joto, ukimshika na kuwa baridi kama nyoka, hawezi kuwa na performance nzuri ya tendo la ndoa. Hizi ndizo dawa ambazo zimeingia kwenye dawa yetu inayoitwa The Strength of Lion. Dawa hii hivi sasa inapatikana dukani kwetu katika kituo cha Abu Jada Islamic Foundation. Kituo hiki makao yake makuu ni hapa jijini Mwanza, mjini katikati, mtaa wa Unguja, maeneo ya Mbugani, katika ofisi za Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza. Hapa ndipo zinapatikana ofisi zetu. Kwa wale ambao ni wakazi wa jiji la Mwanza au wanazunguka hili jiji la Mwanza katika maeneo ya jirani, wanaweza wakaja moja kwa moja Mwanza wakaipata malighafi hii. Lakini pia kwa mtu ambaye hakai Mwanza lakini ametembelea Mwanza,
ikawa ndio kwanza anafungua channel yetu ya YouTube akakutana na somo hili, anaweza akafika hapa Mbugani soko jipya kwa ajili ya kujipatia The Strength of Lion, nguvu ya simba. Lakini pia kwa wale ambao wako nje ya Mwanza na wanahitaji tuwasafirishie dawa hii, yawezekana kama ni Tanzania tunasafirisha kwa mabasi, kampuni ya Alizi au ya Zuberi. Popote ambapo ulipo hapa Tanzania, malighafi hii itakufikia. Lakini kwa wale walioko nje ya Tanzania, wanaweza kusafirishiwa kwa njia ya DHL. Almuhimu tu pale unapoishi wewe katika nchi hiyo, huduma ya DHL iwe inafika. Tutakusafirishia, na hata kama mzigo utapotea, ni jukumu letu kukusafirishia kwa mara nyingine. Muhimu tu uwe mwaminifu kwamba mzigo haujafika na usiwe unadanganya. Almuhimu kwa wale ambao wanahitaji malighafi hii, wenye kuhitaji product hii, wanaweza kuwasiliana na sisi kwa namba zinazopita hapo katika screen. Na kama unahitaji kuwasiliana na sisi kwa njia ya WhatsApp, utatumia namba ya Voda. Kama ni kupiga kawaida, utapiga kwa namba zote. Kikubwa zaidi, hii ni sehemu yetu ya pili tukizungumzia dawa ya nguvu ya simba. Lakini sehemu yetu ya tatu tutaingia kuzungumzia dawa hii inawasaidia nini akina mama. Kwa sababu dawa hii inashughulikia matatizo ya akina baba, lakini pia inashughulikia matatizo ya akina mama. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atie taufiki katika darasa zetu hizi, watu waelewe na waweze kutumia product hizi ili waweze kufanikiwa, kwa sababu ndoa ni nusu ya dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man tazawaja faqad hafidha shatra dinihi falyattaqillaha fi shatri al-akhir. Yani yeyote mwenye kuoa amehifadhi nusu nzima ya dini, anachotakiwa yeye ni kumcha Allah kwenye hii nusu nyingine iliyobakia. Sasa kama nusu ya dini itaharibika, wewe utakuwa umepatwa na balaa kubwa. Sasa usikubali. Allah hakuweka mitihani hii isipokuwa ameonyesha solution. Kaonyesha njia watu wapite wapi na vipi ili waweze kujikwamua kutoka katika mashakili kama haya. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tawfiki, innahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.